Ikikutangazia kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Makamu wa Rais azindua maadhimisho ya siku ya misitu duniani na kampeni ya upandaji miti kitaifa Lindi. Na kimataifa, ripoti ya furaha mitandao ya kijamii yachangia matatizo. Tutangazia pia kwa upande wa michezo, kikosi cha Yanga cha tua Dodoma kwa winda wakatamiwa Mtibwa Sugar, huku mnyama Simba akilazimishwa sare. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameelekeza uongozi wa mikoa yote nchini kuhakikisha jitihada za upandaji miti zinaendelezwa kwa kuweka mikakati mahususi unaojumuisha makundi yote katika jamii na kuzingatia ekolojia ya maeneo husika, ikiwa ni pamoja na kuzuia uvamizi na uharibifu wa maeneo yote ya hifadhi ya misitu. Mwandishi wetu ana taarifa zaidi. Makamu wa Rais ametoa maelekezo hayo wakati akifungua maadhimisho ya siku ya misitu duniani na siku ya upandaji miti kitaifa iliyofanyika mkoani Lindi leo Machi 19. Amesema ni muhimu kuhakikisha wananchi wanaoishi jirani na misitu ya asili na mashamba ya miti wanapatiwa elimu endelevu kuhusu matumizi bora ya ardhi, udhibiti wa uchomaji moto holela na usimamizi shirikishi wa misitu ya vijiji. Uzinduzi wa kampeni ya miti kitaifa hapa mkoani Lindi ni sehemu ya kutambua na kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais kutunza mazingira. Kupitia kampeni ya upandaji miti ijulikanayo kama 27 ya kijani, Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano na amekuwa kinara wa upandaji miti. Mathalan, aliposherehekea siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwake mwaka huu, alipanda miti na kuhimiza Watanzania kufanya hivyo pia. Kwa taarifa nilizonazo, tangu kampeni hii ilipoanza mwaka 2023, jumla ya miti takribani 113,199,359 imepandwa katika maeneo mbalimbali nchini. Hivyo hatuna budi kumpongeza Mheshimiwa Rais na kumuunga mkono kwa kuendelea kushiriki katika kupanda na kutunza miti. Kama njia ya kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais, ninaelekeza uongozi wa mkoa wa Lindi na mikoa yote nchini kuhakikisha jitihada za upandaji miti zinaendelezwa kwa kuwekewa mkakati mahususi unaohusisha makundi yote katika jamii na kuzingatia ekolojia ya maeneo husika, ikiwa ni pamoja na kuzuia uvamizi na uharibifu wa maeneo yote ya hifadhi ya misitu. Pili, ni muhimu kuhakikisha kuwa wananchi wanaoishi jirani na misitu ya asili na mashamba ya miti wanapatiwa elimu endelevu kuhusu matumizi bora ya ardhi, udhibiti na uchomaji moto holela na usimamizi shirikishi wa misitu ya vijiji. Nafahamu kwamba jitihada kubwa zimefanyika katika utoaji wa elimu na hamasa ili kujenga uadilifu katika matumizi ya rasilimali zetu, lakini jitihada kubwa zaidi ni pamoja zinahitajika na kutoa katika utoaji elimu kuhusu udhibiti uharibifu wa rasilimali zetu. Hivyo basi, angalieni uwezekano wa kuunganisha nguvu kati ya wadau ili kuwa na programu kubwa zaidi ya uelimishaji. Tanzania inakadiriwa kuwa na eneo la misitu lenye ukubwa wa takriban hekta milioni 48.1, sawa na 55% ya eneo lote la nchi kavu katika eneo hili. Hekta milioni 44.7 ambazo ni sawa na 93% ni misitu ya uoto wa miombona, wakati hekta milioni 3.4 ambazo ni sawa na 7% ni misitu ya uwanda wa chini, milimani, mikoko na mashamba ya miti. Pamoja na faida lukuki za rasilimali misitu, bado kuna changamoto nyingi zinazoikabili, zikiwamo utegemezi mkubwa wa rasilimali za misitu kwa uchumi na kipato cha jamii kwa njia ya kuni, mkaa na mbao. Idadi kubwa ya mifugo inayoingizwa katika hifadhi za misitu kwa ajili ya kutafuta malisho, matukio ya uvamizi wa ardhi za misitu kwa shughuli za kibinadamu, hususan makazi, kilimo, uchimbaji wa madini, pamoja na uwepo wa matukio ya moto ndani ya hifadhi za misitu. Changamoto hizi na nyinginezo zimesababisha kiwango cha upotevu wa misitu nchini kuongezeka hadi kufikia hekta 469,400 kwa mwaka. Kiwango hiki kikubwa sana kisichoweza kuendelea kuvumilika. Hivyo kututaka kushirikiana kuhakikisha misitu yetu inalindwa na kuhifadhiwa.
Kauli mbiu ya maadhimisho hayo kitaifa ambayo ni misitu ni uchumi endelevu, tuhifadhi kwa maendeleo ya taifa, na ile ya kidunia, misitu na uchumi, zinachangia kutambua umuhimu wa misitu na mchango wake katika kukuza na kujenga uchumi wa nchi. Lai Saidi, Sky TV. Naibu Waziri Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Dr. Pius Chaya amesema serikali itahakikisha inaendelea kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji kupitia sera na sheria bora ili Tanzania endelee kuwa kitovu bora cha uwekezaji barani Afrika. Mwanahabari wetu kutoka Arusha anaarifu zaidi. Amesema hao jijini Arusha wakati akifunga mkutano wa wakurugenzi wa bodi za kampuni ambazo serikali ina umiliki wa hisa chache kwa mwaka 2026, ambapo amesema ili kukabiliana na changamoto za kiuchumi ni lazima kuunganisha nguvu ya pamoja kati ya sekta ya umma na binafsi na kubuni vyanzo mbadala vya kujipatia fedha. Amesema katika mipango hiyo sekta binafsi inatarajiwa kuchangia takribani 70%, huku mashirika ya umma yakitarajiwa kuchangia 8% na serikali kuu ikitarajiwa kuchangia 22%. Kikubwa zaidi ni kuhakikisha tunahamasisha ushirikiano uliopo kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Na hiyo itakuwa ndio nyenzo muhimu kuhakikisha kwamba tunapambana na changamoto za kiuchumi lakini changamoto za kifedha. Nyinyi ni mashahidi sasa hivi wenzetu huko majirani wanapigana. Kwa hiyo lazima tubuni mbinu mbadala za kuhakikisha kwamba tunapata vyanzo mbadala vya fedha. Na njia rahisi ni kuweka mashirikiano. Kuna vitu ambavyo vinaweza kufanya kazi na private sector, lakini kuna vitu ambavyo vinaweza kufanya kazi na public sector au sekta ya umma. Tukiunganisha nguvu kati ya sekta ya umma na sekta binafsi kwa kupitia public private partnership, ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, nina uhakika tutafanya mambo mengi. Na nitoe wito kwa kupitia hadhira hii, wawekezaji wote ambao wanadhani wanayo nafasi ya kushirikiana na serikali, milango yetu ipo wazi. Tuna kituo chetu pale Wizara ya Fedha kinaitwa PPP Center, Public Private Partnership Center, ambayo kimsingi tunafanya kazi kwa karibu sana na ofisi yetu ya mipango na uwekezaji. Waje walete maandiko yao, lakini wapitie kwa msajili wa hazina, tuyapitie tuone jinsi gani tunaweza tukawapa ile miradi ambayo tunaweza tukashirikiana. Kuna ujenzi wa barabara, kuna miundombinu mbalimbali huko, tunajenga masoko, lakini tunajenga bandari na vitu vingine. Kwa upande wake msajili wa hazina anatoa msisitizo kwa wakurugenzi hao kuongeza juhudi katika usimamizi wa ofisi zao. It requires us to balance on the aspect of foresight, especially now that we are seeing quite a lot of changes and quite a lot of things that are happening, but also was to align with our desire of undertaking reforms. Inatupasa kuwa na mizania sahihi ya mtazamo wa mbele, hasa katika kipindi hiki ambacho tunashuhudia mabadiliko mengi na mambo mengi yanayoendelea. Aidha, tunapaswa kuonyesha juhudi zetu na azma ya kufanya mageuzi. Ni muhimu kuwa na mtazamo wa mbele unaoendana na mabadiliko ya sasa pamoja na kuonyesha juhudi na ajenda ya mageuzi ya serikali. Dira ya 2050 bado ni mwongozo sahihi na taasisi zilizopo zina jukumu kubwa katika kuchangia uchumi wa taifa. Kwa sasa, jumla ya mtaji wa taasisi 56 ni takribani shilingi trilioni 3.6, huku kampuni za ndani zikiwa na trilioni 1.95. Thamani halisi ya mali inaweza kufikia hadi trilioni 6 hadi 7. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Waumini wa dini ya Kiislamu wametakiwa kuendelea kuishi kwa upendo kama wanavyofanya katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, huku wakisisitizwa kutoacha matendo mema walioyafanya wakati wa mfungo. Tupate maelezo zaidi. Waumini hao wameaswa kuendeleza matendo mema yaliyofanyika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wakati wa iftari iliyoandaliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela na kufanyika wilayani Mbogwe. Naibu waziri ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI anayeshughulikia afya Dr. Jafar Saif
Ametoa wito huo kwa Waislamu wote nchini na kusisitiza kuendeleza upendo katika jamii hata baada ya mfungo. Ambao umetuhusia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, sasa twende tukayatende hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuishi kwa upendo, amani, mshikamano kama ambavyo viongozi wetu wakuu wa nchi wamekuwa wakituasa nyakati zote. Lakini niseme neno moja kubwa kwa wakati huu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ametafsiri neno utu kwa vitendo na tayari sasa anakwenda kuwakomboa wanyonge katika sekta ya afya kwa kuleta bima ya afya kwa wote. Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia zaidi ya bilioni 200, lakini awamu ya kwanza tumeanza na bilioni 48.8 kwa ajili ya kuhakikisha wale wahitaji, wengine huwaita wanyonge, lakini mimi nasema wale wenye mahitaji zaidi. Kwa hiyo nakupongeza sana DC kwa namna ambavyo umesimamia jambo hili na madafu yamependeza, ni mazuri. Mkuu wa wilaya ya Mbogwe Sakina Mohamed ameshukuru kwa kupewa heshima ya kuandaa iftari ya kimkoa, huku shehe wa mkoa wa Geita Alhadi Yusuf Kabaju akisema iftari hiyo imeongeza baraka katika taifa. Mheshimiwa Mkuu, sitakuangusha. Kwa hiyo nakushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa heshima kubwa uliotupatia wilaya yetu ya Mbogwe. Hii tunapokwenda kuimaliza ni jambo la kumshukuru Mungu sana, kwa sababu wengi wao hawakudiriki kuifanya ibada hii na wengine wameidiriki. Kwa hiyo wale waliojaliwa kuidiriki wametuongezea baraka katika nchi yetu. Baadhi ya washiriki wa iftari hiyo wametoa ya moyoni baada ya kumalizika. Majina yangu naitwa Bunga Dadu Gakala. Kiwilaya mimi ni katibu wa wachimbaji wilaya ya Mbogwe. Iftari hii kwanza imetufundisha kutujumuisha pamoja kama sisi wadau pamoja na viongozi wengine wa serikali. Mimi kama mbunge wa jimbo hili la Mbogwe, na naamini sikukuu ya Eid itakavyowadia itakuwa ni nzuri, lakini haitakuwa na changamoto yoyote, kwa sababu tunajua tunao ulinzi. Tunaye ndugu yetu Sakina Jumanne Mohamed ambaye ndo mkuu wa ulinzi na usalama. Tunajua kazi zake anazozifanya. Kwa majina naitwa Messi Chengula, balozi wa amani Tanzania. Kwanza nichukue nafasi hii kwanza kuwashukuru wale wote walioandaa iftari jioni ya leo, hasa mkuu wa wilaya ya Mbogwe pamoja na mkuu wa mkoa Geita. Kwa kweli mwezi mtukufu huu unatufundisha mambo mengi ya kwamba watu waendelee kuwa na upendo, waendelee kuwa na amani. Iftari hiyo imefanyika wilayani Mbogwe na kukutanisha watu mbalimbali, ikiwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ukielekea ukingoni. Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Wananchi Mbeya waaswa kutunza mazingira na kulinda vyanzo vya maji. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Katika kuadhimisha wiki ya maji, mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Mbeya imeendelea kuboresha miundombinu ya maji pamoja na kuwahimiza wananchi kutunza mazingira na kulinda vyanzo vya maji ili kuhakikisha upatikanaji wa maji unakuwa endelevu. Taarifa mwandishi wetu kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa ziara ya kutembelea na kujifunza namna mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira inavyotekeleza miradi mbalimbali, kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoa wa Mbeya, mhandisi Barnabas Konga, amewataka wananchi kuendelea kutunza mazingira ikiwa ni pamoja na vyanzo vya maji. Swala la ulinzi na utunzaji wa vyanzo ni swala muhimu sana katika utoaji huduma ya maji na ni swala mtambuka. Kwa hiyo wito ni kwamba swala la ulinzi na utunzaji wa vyanzo liweze kufanyika, wananchi na sekta mbalimbali ziweze kuungana na sekta ya maji katika ulinzi wa vyanzo, kwa sababu vile vyanzo lengo niweze kuwa endelevu, sustainable. Kwa wananchi wakiharibu kwa kufanya shughuli kinyume na aiza kwenye vyanzo, wanaelekea shughuli kama vile kukata miti ovyo, wakikata miti ovyo na kilimo ambacho sicho ambacho kinapendekezwa, basi wanaelekea uharibifu wa vyanzo na hatimaye vile vyanzo vitapoteza uwezo wake na baadaye sekta maji kupitia mamlaka zitashindwa kuhudumia wananchi katika maji. Katika hatua nyingine, Konga amesema serikali imetoa shilingi bilioni 2.9 kwa ajili ya ulipaji wa fidia kwa wananchi. Kupitia Wizara ya Maji imeshatoa kiasi cha shilingi bilioni 2.9 kwa ajili ya ulipaji wa fidia
yani compensation, ambapo wananchi wale watapata hiyo fidia yao na kuepukana na migogoro baina ya wananchi na serikali. Kwa upande wake, meneja wa mradi wa ujenzi wa tenki hilo mhandisi Joseph Ndarabi amesema mpaka sasa mradi huo umefikia 49%, huku wakishukuru serikali kwa kuendelea kutoa fedha ili kukamilisha mradi kwa wakati. Mpaka sasa hivi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeshatukabidhi bilioni 31.4 kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Tuko 49% ya mradi. Tunaendelea kupambana kukamilisha kwa wakati. Nao baadhi ya waandishi wa habari waliotembelea mradi wa maji wakatoa maoni yao juu ya utekelezaji wa mradi huo. Naamini ya kwamba ukamilishwaji wa Mto Kiwila, ule mradi ambao unategemea kwa kiasi kikubwa kuongeza upatikanaji wa maji kwa mkoa wa Mbeya na nje ya mkoa wa Mbeya, utatatua changamoto ya upotevu wa maji, utatatua changamoto ya maji kwa watumiaji na hasa wateja ambao walikuwa wakitegemea maji kutoka mamlaka ya maji Mbeya. Hii tanki na tumeona lina ukubwa wa kuchukua zaidi ya lita milioni 5 kwa siku. Kwa hiyo ni mradi mkubwa sana ambao naamini kabisa utakidhi kiu ya wanambeya, pia utasaidia kutoa matoleo katika vijiji mbalimbali ambavyo vinapitiwa na mradi huu. Kwa hiyo naamini kabisa hao wananchi watakuwa ni walinzi wa mradi huu ili kuhakikisha kwamba mradi huu unanufaisha wananchi kwa muda mrefu. Wiki ya maji kwa mwaka huu imebeba kauli mbiu isemayo rasilimali za maji na usawa wa kijinsia. Upendo Kibetile, Sky TV, Mbeya. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Waumini wa dini ya Kiislamu wamehimizwa kutoa zaka ya fitri ambayo hutolewa tarehe za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa lengo la kunyanyua swaumu zao na kuwasaidia maskini waweze kusherehekea sikukuu ya Idi kama watu wengine. Tupate taarifa zaidi. Wito huo umetolewa leo na Naibu Mufti wa Tanzania, Sheikh Ali Ngeruko, wakati wa kukabidhi misaada ya vyakula kwa wananchi 750 iliyotolewa na wadau mbalimbali kupitia ofisi ya serikali ya mtaa wa Karume, ambapo amesema mtoaji zaka ya fitri ni kila Muislamu aliyefunga na hata ambaye hakufunga. Jamii ambayo haionyeshi upendo, hiyo ni jamii iliyosambaratika, jamii iliyokufa. Mimi ni mtu wa Kariakoo. Katika makuzi yangu yote Kariakoo nilikuwa naiona Ilala katika maisha ya upendo. Watu wa Ilala ni watu ambao walikuwa wanaishi katika maisha ya upendo, kwenye michezo, kwenye dini na hata mambo ya kawaida ya kiustawi. Sasa mwenyekiti, hiki unachokifanya unaimarisha na unadumisha urithi wa watu wa Ilala. Zakatul fitri kilo 2.5 kila kichwa ndani ya familia inatakiwa kitoe kilo 2.5. Hiyo ndio sindikiza saumu yako. Baada ya kufunga, Mwenyezi Mungu anakutaka utoe kilo 2.5, ujitolee wewe na familia yako. Mkiwa 10, mkiwa 20, kila mtu kilo 2.5. Kila mtu kilo 2.5. Sasa unaweza ukaniuliza, je, kama siwezi je? Utatoa unachokiweza. Utamtolea kama ni mmoja, imeshindikana, wewe mwenyewe utajitolea. Mko watu 10 katika familia, unaweza watu 5, utawatolea 5. Unaweza 3, utawatolea 3. Kwa sababu Mwenyezi Mungu wewe mwenyewe ndio anayefahamu uwezo wako. Zakatu al-fitr. Na inatolewa zaka hii hata kuanzia kesho inatolewa, hata leo tutatoa zakatu al-fitr. Lakini mwisho wa kutoa ni pale siku ya Eid ile. Tuanze sasa kuiga mambo mazuri yanayofanywa na mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa wa Karume. Tukiwa tunafanya katika kila mtaa jambo kama hili, naamini yale mliyosema ya amani, utulivu, upendo na mshikamano utaongezeka katika maeneo yote. Mimi niwaombee kwa Mwenyezi Mungu wote, wadau wote ambao wameshiriki kutoa kwa namna nyingine yoyote, Mwenyezi Mungu akawaongezee pale palipopungua, na Mwenyezi Mungu aongezee maisha marefu. Sisi tunashukuru sana 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 kata Ilala
kwa sababu pia kata Ilala, Mheshimiwa Bechina na kamati yako mnatuheshimisha sana sana, pamoja na wadau wote ambao wanakuunga mkono. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji, tuelekee mkoani Songwe. Mkuu wa wilaya ya Momba Mheshimiwa Elias Mwandumbo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Songwe amewapokea na kuwakabidhi rasmi wakandarasi kutoka nchini China ili kuanza utekelezaji wa mradi mkubwa wa maji Tunduma, Vwawa na Mlowo. Tupate ripoti zaidi. Katika hafla hiyo ya makabidhiano, Mheshimiwa Mwandumbo aliambatana na Katibu Tawala Msaidizi Afya na Ustawi wa Jamii Dr. Boniface Kasululu aliyemwakilisha Katibu Tawala wa mkoa pamoja na Mkurugenzi wa Mamlaka ya Maji Tunduma Mheshimiwa Emmanuel Mwakabole. Kwanza mimi nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi huu. Kusema ukweli, mradi huu ni mradi wa kimkakati ambao ulikuwepo kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, na sasa tunaona jambo hili linaenda kukamilika. Kama wataalamu walivyosema, mradi huu ni mradi mkubwa ambao ni matarajio yetu utaenda kutatua tatizo la maji katika miji ya Tunduma, Vwawa pamoja na Mlowo. Mradi huu utagharimu zaidi ya shilingi bilioni 119 na tayari mkandarasi baada ya kutia sahihi mwaka jana mwezi wa 3 sasa ameshapata advance payment ambao ni kiasi ambacho kinaweza kumfanya aweze kumobilize resources zake kuja site. Na sasa tuko hapa kwa ajili ya kumkabidhi site ili aanze kazi rasmi kwa maana ya kudesign, kujenga na ili tuanze kuneemeka. Mimi niwashukuru Wizara ya Maji inayoongozwa na Mheshimiwa Juma Aweso pamoja na manaibu wake waziri na katibu mkuu kwa namna walivyofanikisha mradi huu. Sasa tunaona unaenda kutekelezwa. Kwa hiyo kwa upande wa wizara tunaomba mtufikishie salamu zetu za dhati kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Songwe kwamba tumeupokea mradi huu na sasa tuko tayari kumkabidhi, kushirikiana na wizara kumkabidhi mkandarasi ili aanze kazi rasmi. Sisi kama uongozi wa mkoa, uongozi wa wilaya, tutakuwa tayari kushirikiana na mkandarasi na wataalamu wote watakaofanya kazi katika site. Baada ya ofisi ya Katibu Tawala mkoa, tuishukuru serikali kwa kuona umuhimu na kuupa kipaumbele mradi huu. Na imani mkandarasi amekushapewa kiasi cha fedha cha kuanzia. Kwa matamanio yetu sisi ni kuona kwa kweli kazi inaanza. As contractor, we do understand the importance of this water supply project for Tunduma and the nearby district. So we will start the mobilization soon, especially for the investigation and the design team. Yes, thank you. Sisi kama Wizara ya Maji, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hatutokuwa kikwazo katika utekelezaji wa mradi huu. Tutahakikisha ya kwamba mradi huu unatekelezwa kwa wakati na unakamilika katika ubora ule uliokuwa umekusudiwa, na kuhakikisha wananchi wote wa maeneo ya Tunduma, Momba na vijiji vyote vya njiani wanapata huduma ya maji kama ilivyokuwa imekusudiwa. Vile vile tutashirikiana kwa karibu na wenyeji wetu, Mamlaka ya Maji Tunduma, meneja wa RUWASA mkoa, Mamlaka ya Maji Vwawa na Mlowo, katika kuhakikisha kuwa utekelezaji wa mradi huu unatekelezwa kwa kiwango kilichokusudiwa. Chanzo kikuu cha maji cha mradi huu ni mto Momba. Baada ya mapokezi, mkandarasi alipelekwa moja kwa moja eneo la mradi na kukabidhiwa rasmi sehemu ya ujenzi wa mtambo wa kuchujia maji karibu na mto huo, pamoja na maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya ujenzi wa matanki makubwa ya kuhifadhia maji. Jeremia Isaya, Sky TV.
Na vijana 3967 wamejitokeza kuomba kuwezeshwa ili kuendeleza biashara zao kwa mitaji nafuu inayoanzia shilingi 500,000 hadi milioni 50 kwenye miradi inayohusiana na uhifadhi wa mazingira na ubunifu wa kidijitali. Uwezeshaji huo unafanyika kupitia programu ya Go Green na Ebenju inayotekelezwa, ambayo ina lengo la kusaidia kuwezesha vijana wanaomiliki kampuni changa, wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo pamoja na wanafunzi waliopo vyuoni. Tuliona ni muhimu kuanzisha mpango maalum ambao utasaidia vijana kutumia ubunifu wao na kugeuza changamoto hizi za kimazingira kuwa ni fursa za kujijengea kiuchumi na kuanzisha biashara nyingi ambazo zinaweza kwenda kuwasaidia kwa sehemu ya ajira yao au sehemu ya kujipatia kipato. Kupitia programu hii ya Go Green na Ebenju, tunalenga kuwawezesha vijana ambao wako katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni vijana wanaomiliki kampuni changa, yani startups. Kundi la pili ni vijana wajasiriamali na wafanyabiashara ndogo ndogo na wale ambao biashara zao hazijarasimishwa. Na kundi la mwisho ambalo ni la tatu ni vijana ambao bado wako vyuoni lakini wana mawazo ya biashara ambayo yanaweza kugeuzwa kuwa biashara halisi. Makundi yote haya matatu yanatakiwa yawe na ubunifu au biashara ambazo ziko katika uelekeo wa uchumi wa kijani, kama vile kilimo himilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, uvuvi, matumizi ya nishati safi na jadidifu, teknolojia za maji na umwagiliaji, usimamizi wa taka na mazingira, pamoja na ubunifu wa kidijitali unaosaidia kulinda mazingira yetu na kuboresha uzalishaji. Katika kipindi cha mwezi mmoja tu tangu dirisha la maombi kufunguliwa, tumepokea jumla ya maombi ya miradi mbalimbali 3967 ambayo yaliwasilishwa kupitia kwenye ule mfumo wa fursa hub. Hii ni ishara tosha kwamba vijana wa Tanzania wana uwezo na wana mawazo mengi bunifu, lakini kubwa wana uthubutu wa kujaribu fursa mbalimbali ambazo wanaletewa. Uchambuzi wa awali wa takwimu uliofanywa na mfumo moja kwa moja unaonyesha kuwa 58% ya waombaji ni vijana wa kiume na 42% ya waombaji ni vijana wa kike. Mimi nikiwa kama kiongozi mwanamke, hii inanipa furaha na faraja kubwa sana kwamba hata vijana wa kike wameanza kuchangamka na wamechangamkia fursa mbalimbali za ubunifu na ujasiriamali, na hasa katika swala la leo, ujasiriamali wa kijani. Kwa hii inatupa furaha na inatufanya tuendelee kuleta fursa nyingi, kwa kuwa tusipovifanya na zikaonekana, then vijana wengi wanakuwa wanaachwa nje ya mfumo. Nitaendelea kuwapa moyo vijana wa kike wabunifu wenye biashara changa kwamba fursa ziko nyingi na tunaomba waendelee kushiriki. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na tukirejea tutakuletea mkusanyiko wa habari za biashara na uchumi. Sky TV. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla.
Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo 3 na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Biashara na uchumi. Zifuatazo ni habari za uchumi na biashara kutoka hapa Sky TV. Jina langu ni Mohamed Nagesa. Serikali ya Tanzania imetangaza mkakati mpya wa kugeuza mikoa ya Simiyu, Shinyanga na Mara kuwa kitovu cha viwanda vya nguo kwa kuvishawishi vikundi vikubwa vya uwekezaji kutoka nchini China ambao unazalisha 60% ya nguo zote zinazouzwa nje ya taifa hilo. Mbali na sekta ya nguo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amefichua kuwa amekutana na wawekezaji wenye nia ya kuanzisha viwanda vya kuzalisha betri za magari yanayotumia umeme nchini Tanzania. Hatua hii inalenga kuifanya nchi kuwa sehemu ya mnyororo wa kimataifa wa nishati safi kutokana na uwepo wa madini ya kimkakati nchini. Na lengo ambalo Mheshimiwa Rais ametupa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kwamba tuvutie wawekezaji katika eneo la kutengeneza nguo ndani ya nchi kwa sababu ina nafasi kwa ajili ya watu wengi. Kwa hivyo tumepata wawekezaji hapa wakubwa sana katika eneo la viwanda vya nguo ambao wanaanza kwenye kilimo cha pamba mpaka kwenye kutengeneza nguo. Na mji wa Nantong ndio watu wanatengeneza 60% ya nguo zote ambazo zinauzwa nje ya nchi kutoka China zinatoka katika mji huu. Kwa hiyo ni eneo kubwa sana, ni wawekezaji muhimu na tumezungumza nao. Na wawekezaji kadhaa wameonyesha nia ya kuja, na baada ya mkutano pia nitakutana nao kujaribu kuwashawishi waje kuwekeza nchini Tanzania, hasa katika mikoa yetu ya Simiyu, Shinyanga na Mara, ambapo ndio tumeteua kama eneo la kuwekeza viwanda vya kutengeneza nguo. Kwa hiyo ndio limekuwa lengo letu kubwa. Lakini pia tumepata nafasi ya kukutana na wawekezaji ambao wana nia ya kuwekeza katika uzalishaji wa betri nchini Tanzania kwa baadhi ya magari yanayotumia umeme. Nao tumekutana nao. Wakazi wa zaidi ya kaya 300 zenye watu zaidi ya 500 wanaoishi katika eneo la Madabara, mtaa wa Mbwawa,
kata ya Mbwawa ndani ya halmashauri ya mji wa Kibaha mkoani Pwani wamelalamikia kile wanachokidai kuwa ni ukandamizwaji na halmashauri katika mgogoro wa ardhi uliodumu kwa zaidi ya miaka 24. Mkuu wa mkoa mbele ya watu zaidi ya 400 alifanya mkutano wake wa hadhara, aliposema alitumwa na Waziri Lukuvi kuzungumza na sisi, alizungumza waziwazi kabisa mbele ya watu kwamba kwanza aliwahoji wenyewe wanaojiita wawekezaji. Ilikuwaje kama nyinyi mmepata umiliki wa huku toka mwaka 1989, ilikuwaje hata mti mmoja wa mwembe hamjapanda? Hivyo shtakiwa ya kwanza baraza la kata hii tuliokwenda, aliyekuja mara ya kwanza ni mtu mwenzetu tunayekaa naye huku anasema kwamba yeye ndio mwakilishi wa Sagafu. Akaambiwa anaombwa yeye mwenyewe aje. Iliyofuata akaja mtu mwingine tena akarudishwa. Iliyofuata ndio akaja aliyekuja kwamba yeye ndio mwakilishi, ndio Sagafu mwenyewe. Lakini ukiona majina yale hata yanavyoandikwa, kuna mara Abdalla Hashim Sagafu, mara Abdalla sijui nani, yani ni tofauti, haliko moja. Mara mapolisi wameingia hapa wanakuja kutukamata sisi bila sababu. Anasema sie wavamizi, na sio wavamizi, watu wa ardhi hii wa kijiji hiki. Tukienda serikali ya mtaa tukiwauliza huyu Sagafu huku mnamjua au mna hati yoyote ya Sagafu, wanarukaruka, tunaona hakuna jibu lolote wanaotupatia. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania leo Machi 19, 2026. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2572 na senti 69 na kuuzwa kwa shilingi 2598 na senti 42. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2960 na senti 91 na kuuzwa kwa shilingi 2990 na senti 52. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3426 na senti 82 na kuuzwa kwa shilingi 3461 na senti 09. Yeni ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 28. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 83 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 03. Nayo faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 75 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 77. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 68 na kuuzwa kwa senti 68. Randi ya South Africa au Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 152 na senti 68 na kuuzwa kwa shilingi 154 na senti 21. Nayo faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 86 na kuuzwa kwa senti 87. Huo ndo mwisho wa habari za uchumi na biashara kutoka hapa Sky TV. Jina langu Mohamed Magesa. Biashara na uchumi. Na sasa tunaungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimekubaliana wakati wa mazungumzo mjini Washington kuchukua hatua muhimu kupunguza mivutano. Wamekubaliana kuendelea na mkataba wa amani uliofikiwa mwaka 2025. Haya ni kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa na mataifa hayo pamoja na Marekani. Ahadi hiyo mpya inakuja siku chache baada ya Marekani kuizidishia shinikizo Rwanda kuhusiana na mzozo huo kwa kuiwekea vikwazo jeshi lake na kuwanyima visa za kuingia Marekani maafisa waandamizi wa nchi hiyo ambao hawakutajwa. Mapigano katika eneo lenye utajiri wa madini la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameendelea kurindima licha ya mataifa hayo mawili jirani kusaini mkataba wa amani na Rais Donald Trump mwaka uliopita. Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wanadhibiti miji muhimu katika eneo hilo la mashariki mwa Kongo.
Taarifa nyingine ni kwamba mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema sasa ni wakati wa dharura wa jumuiya hiyo kuonesha uungwaji wake mkono katika juhudi za Ukraine kwenye vita vyake na Urusi. Mkuu huyo wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya amesema jumuiya hiyo inapaswa kuionyesha Ukraine uungwaji wake mkono wakati ambapo rais wa Hungary Viktor Orbán anapoendelea kuzuia mkopo unaohitajika na serikali ya Kiev kutokana na nchi hizo mbili kuwa kwenye mvutano. Kallas aliwaambia waandishi wa habari alipowasili katika eneo la mkutano wa kilele wa viongozi wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, ambako viongozi hao wanatarajia kuidhinisha ufadhili wa euro bilioni 90 ambazo Hungary ilisaini mwezi Disemba pamoja na nchi nyingine wanachama wa Umoja wa Ulaya. Na hatimaye, matumizi makubwa ya mitandao ya kijamii yanachangia kuporomoka kwa kiwango kikubwa cha ustawi wa vijana. Hayo yameelezwa katika ripoti ya kila mwaka kuhusu furaha duniani iliyochapishwa leo. Ripoti hiyo inaeleza kwamba athari za mitandao ya kijamii zinatia wasiwasi zaidi kwa wasichana katika nchi zinazozungumza Kiingereza na Ulaya Magharibi. Ripoti hiyo ya kila mwaka iliyochapishwa na kituo cha utafiti wa ustawi wa chuo kikuu cha Oxford pia iligundua kuwa Finland ni nchi yenye furaha zaidi duniani kwa mwaka wa 9 mfululizo. Nchi nyingine za Nordic kama vile Iceland, Denmark, Sweden na Norway pia zimeorodheshwa miongoni mwa nchi 10 bora. Afghanistan imeorodheshwa tena kama nchi isiyokuwa na furaha zaidi, ikifuatiwa na Sierra Leone na Malawi barani Afrika. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Asante Pius Jayunga kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Ni wasawa kuelekea dimbani sasa kuangazia ya kimichezo, na bwana michezo Johannes Maiko yuko hapa ndani. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Huwali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianza na taarifa zetu, ambapo kikosi cha Yanga kimewasili salama kutokea mkoani Dodoma kikitokea jijini Arusha kupitia Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao utapigwa siku ya Jumamosi katika uwanja wa Jamhuri Dodoma, ambapo afisa habari wa klabu hiyo Ali Shabani kama wameweza kufunguka maandalizi yao kuelekea mchezo huo, lakini wachezaji gani ambao watawakosa katika mchezo huo ambapo watakutana dhidi ya kikosi cha Mtibwa Sugar. Dar es Salaam tu connect flight kuja hapa Dodoma. Safari imekuwa nzuri, tunashukuru Mwenyezi Mungu, lakini dhamira ambayo tuko nayo sisi ni tupate matokeo mazuri siku ya Jumamosi. Mchezo ni mgumu, Mtibwa wamepata muda wa kutosha wa kujiandaa dhidi yetu, lakini sisi hatuna dhamira nyingine Jumamosi zaidi ya kushinda mchezo. Binafsi ndani ya moyo wangu naamini tumeshavuka kipindi ambacho ni kipindi kigumu. Sasa ni kipindi cha kwenda kupata matokeo. Last season kipindi kama hiki ambacho tumekipitia tuliangusha pointi 6 kwenye michezo miwili ya Azam na TRA. Lakini sasa hivi tunakwenda kwenye mechi hizi, tunakwenda kupambana. Tushazungumza sana, kila mtu anaona. Na sio story tena. Sababu unajua ukishakuwa mkubwa, ukiwa unateseka hata ukisema unaonekana kama sio sawa. Kwa hiyo sio story tena sisi ya kuzungumza. Focus yetu sasa hivi ni kushinda. Haya mambo ya fatigue nyie binadamu na mnaona.
na idadi ya injury kwenye timu yetu inazidi kuongezeka. Tumemwacha Prince Dube Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kufanywa check up. Tafsiri yake ni kwamba tutaingia mechi ya Jumamosi bila striker halisi pale juu. Depu ni injury, Dube ni injury. Hivyo wakati natoka hapa nilikuwa nimepata mawazo, nikamwambia meneja au niwaambie wanachama hapa Dodoma mwenye idea striker aje atusaidie Jumamosi. Kwa hiyo naimba nisaidia kama mtampata mwanachama wa Yanga very strong huwa cheka ambaye anaweza kucheza striker aje atusaidie Jumamosi. Sababu hatuna striker mwingine. Tunakwenda kupambana na Mtibwa, lakini dhamira ni kupata matokeo mazuri inshallah. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara imeendelea kutimua vumbi kwa siku ya leo kwa viwanja viwili kutoa moto, ambapo kikosi cha klabu ya Simba kilikuwa jijini Mwanza CCM Kirumba kuweza kumenyana dhidi ya kikosi cha Pamba Jiji, ambapo mchezo huo umetamatika kwa kuweza kutoshana nguvu kwa kuweza kufungana idadi ya bao 1-1, lakini kunako mkoani Kigoma kikosi cha Mashujaa kilikuwa kinamkaribisha Azam FC na mchezo huo umeweza kutamatika kwa vikosi vya pande zote mbili kuweza kutoshana nguvu kwa kutoa sare ya bila kufungana. Na panapo taarifa nyingine ni kuhusiana na chama cha mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam kimetangaza kuwafungia kwa muda wa miezi mitatu waamuzi watatu wa mchezo huo kufuatia kukiuka maadili ya kazi wakati wa fainali ya mashindano ya Ramadhani Cup. Waamuzi hao Enoch Kidaba, Joel Stefano na Haleluya Kavimbi walichukuliwa hatua hiyo baada ya kubainika kuwa walikuwa wakifuatilia mchezo wa mpira wa miguu wakati wa kusimamia fainali ya kikapu iliyochezwa March 15 kati ya timu za Mahewa na Mbagala. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, chama hicho waamuzi hao walionekana wakifuatilia mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara uliokuwa ukiwakutanisha klabu ya Yanga na Azam FC, jambo lililoleta sitofahamu kuwa ni ukiukwaji wa nidhamu na kushindwa kutekeleza majukumu yao kwa umakini wakati wa fainali ya kikapu. Na moja kwa moja tukikwea pipa hadi kimataifa, ambapo mshambuliaji wa klabu ya Real Madrid Vinicius Junior ametuma ujumbe kujiamini kuelekea mchezo mkubwa dhidi ya Bayern Munich kunako michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kupitia ujumbe wake, nyota huyo wa Brazil amesema Bayern tunaye tukapambane nao. Kauli hiyo inaonyesha hali na utayari wa Real Madrid kukabiliana dhidi ya wapinzani wao Bayern Munich, huku mashabiki wa Real Madrid wakiona kwamba Vinicius Junior amewatia moyo kuelekea katika mchezo huo, kwani ni mchezo ambao wa robo finali kwa ajili ya kwenda hatua ya nusu finali kunako ligi ya mabingwa barani Ulaya. Na panapo taarifa nyingine ni kuhusiana na gwiji wa soka wa England na Manchester United Wayne Rooney ameungana na wadau wengine wa soka duniani kulaani uamuzi wa shirikisho la soka Afrika CAF kwa kupokea kwa kuwapoka Senegal ubingwa wa AFCON mwaka 2025 na kuwapa wenyeji Morocco. Katika kauli hiyo iliyozua mjadala mkubwa, Wayne Rooney amesema ni wazi kama ningekuwa mchezaji wa Morocco nisingekubali taji hili. Senegal walishinda kihalali katika mchezo wa finali. March 17 mwaka 2026 bodi ya rufaa ya CAF ilithibitisha ushindi wa bao 1-0 kwa Senegal uliopatikana uwanjani Januari 18 na badala yake kuipa Morocco ushindi wa mezani wa idadi ya mabao 3-0 na kuweza kutoa ubingwa wa AFCON mwaka 2025. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, naondo mwisho wa habari za michezo na burudani na kurejesha kwake Mindi Joseph kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari kwa leo. Lakini kubwa zaidi, mashabiki wa Simba, tukiamka asubuhi basi tusinune, sare ya Pamba sio mwisho. Habari za michezo na burudani. Asante mwana michezo Johannes Michael kwa mkusanyiko wa habari za michezo. Na moja kwa moja tuangazie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo anga bado inaendelea kuonyesha viashiria vya uwepo wa mvua katika maeneo mbalimbali hapa nchini, hususan yale yanazunguka Ziwa Victoria, nyanda ya juu kaskazini mashariki, maeneo ya ukanda wetu wa pwani kuelekea kusini mwa nchi.
Na mamlaka ya hewa inatoa tahadhari ya vipindi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Mara, Simiyu, Kigoma, Katavi, Rukwa, Songwe, Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo ni vema kwa wananchi wa maeneo hayo kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa siku ya leo, maeneo yanazunguka Ziwa Victoria, nyanda ya juu kaskazini mashariki pamoja na magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa maeneo nyanda ya juu kusini magharibi, kati mwa nchi yetu, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho, maeneo yanazunguka Ziwa Victoria, nyanda ya juu kaskazini mashariki, nyanda ya juu kusini magharibi, mkoa wa Morogoro, Ruvuma, pwani yetu ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu pamoja na kati mwa nchi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya Ziwa Victoria. Kwa maeneo ya Ziwa Tanganyika, Ziwa Rukwa, Ziwa Nyasa pamoja na pwani yetu ya kaskazini na pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na upepo wa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku 4 zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mwanza pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa yale tuliyokuwa nayo. Makamu wa Rais azindua maadhimisho ya siku ya misitu duniani na kampeni ya upandaji miti kitaifa. Na kimataifa, ripoti ya furaha mitandao ya kijamii yachangia matatizo. Na katika michezo, kikosi cha Yanga chatua Dodoma kwa winda akatamiwa Mtibwa Sugar, huku mnyama Simba akilazimishwa sare. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima ya Sky TV, mimi ni Mindi Joseph. Asante kwa kuichagua na kuitazama Sky TV. Endelea kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit.
Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Sky International TV inawatakia Waislamu wote mfungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. ليتك دوما رمضان رمضان رمضان. Sky International TV inawatakia Waislamu wote mfungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. ليتك دوما Sky TV. Mtazamaji, hapa ni Kikuyu Estate katika nyumba za kupangisha kutoka shirika la nyumba la taifa NHC. Karibu mtazamaji katika kipindi maalum ambapo tunaangazia utekelezaji wa miradi ya shirika la nyumba la taifa NHC. Mimi ni Mindi Joseph, nikwambie tu kwamba kama uliwahi kufika Kikuyu miaka 2-3 hivi nyuma imepita, nikwambie tu kwamba Kikuyu ya sasa imejengeka kweli kweli, na unazoona hapa ni nyumba za kupangisha kutoka shirika la nyumba la taifa NHC ambazo zimefanywa maboresho makubwa na ziko katika muonekano mzuri kabisa na wa kuvutia. Na tutaketi kwa pamoja kuangazia ni utaratibu gani unatumika kuweza kupata nyumba hizi za kupangisha, lakini pia tutafahamu, je, nyumba za kupangisha bado zipo? Nikwambie tu kwamba keti nasi hadi tamati ya kipindi hiki. Tangu serikali ihamishie makao makuu ya nchi Dodoma, mji huu unakuwa kwa kasi kuliko miji yote Tanzania. Kadiri watu wanavyohamia kutafuta fursa, ndivyo mahitaji ya makazi salama na yenye hadhi yanavyoongezeka. Katika juhudi za kuhakikisha wananchi wanapata makazi bora, NHC imeendelea kujenga na kusimamia nyumba za kupangisha katika maeneo mbalimbali ya jiji hili. Moja ya maeneo hayo ni Kikuyu Estate, Iringa Road na Mpwapwa Flat, ambako wakazi wanaishi katika nyumba zilizojengwa kwa kuzingatia ubora, usalama na huduma muhimu. Lakini je, maisha yakoje kwa wapangaji wa nyumba hizi za NHC? Kwa majina naitwa Ahmad Hassan Tofiki. Ni mpangaji hapa since 2018. Kwa hiyo katika kutafuta nyumba ya kuishi, kwa nili opt kutafuta NHC sababu kwanza ni affordable, kodi zake sio kubwa, zinalipika kwa wakati, na utaratibu wake wa kulipa kwa sababu unalipa kwa mwezi, nayo ni nzuri zaidi kuliko ukaenda kwa mtu binafsi unalipa miezi 6 mwaka, ambayo ni changamoto hiyo. Kuliko ungekuwa nalipa kodi kubwa, ile hela ikawa inaishia kwenye kodi na vitu vingine siwezi kufanya nini kuvifanya. Kwa hiyo kodi ikiwa nafuu inakusaidia, unapanga mpango yako vizuri, unakuwa kuna stress za kulipa kodi. Kwenye ubora wa makazi, kiuhalisia
jengo letu hili nadhani limejengwa sisi nilikuwa sijazaliwa au kama nilizoba basi nilikuwa mdogo sana. Kwa jengo hili linalokaa kwa kweli ni la miaka mingi. Lakini tunaamini aliyekuwa mkandarasi aliyepewa ujenzi wa kipindi hicho alijenga kwa weledi mkubwa sana. Jengo ambalo ni imara sana, japokuwa bado lina ile miundombinu ambayo ipo, mfano kama ya system za choo, system za umeme zilizokuwa kizamani kwa zibadilishwe kwa sasa ili kuendana na hali ya mazingira ya sasa. Kuhusu la usalama, kiuhalisia kwa kweli usalama ni mkubwa. Hatuwezi kusema ni 100%, lakini walau unaweza kusema 80%, kwa sababu maeneo lina fensi, wakazi mkiwa wengi kwa mnajilinda wenyewe, mnasaidiana kujilinda. Na vile vile sisi kama wakazi hapa, sisi wa Rodi Mpwapwa Flats tulifanya jambo moja. Sisi tumeweka ulinzi wetu wenyewe, tuna CCTV kamera hapa kwa ajili ya kutusaidia kwenye ulinzi wetu. Hii tumejitolea wenyewe tufanye kwa ajili ya maisha yetu wenyewe. Kwa miaka mingi shirika la nyumba la taifa NHC limekuwa nguzo muhimu katika utoaji wa makazi ya uhakika nchini. Katika jiji la Dodoma, nyumba hizi zimejengwa ili kukidhi mahitaji ya wafanyakazi wa serikali, wafanyabiashara na wananchi wa kawaida wanaohitaji makazi yenye mpangilio mzuri. Lakini je, utaratibu wa kupanga katika nyumba hizi upoje? Naitwa Pauline Kamage, ni afisa miliki wa shirika la nyumba ya taifa mkoa wa Dodoma. Shirika la nyumba ya taifa kwanza huwa tu ina nyumba ambazo ziko wazi muda wote. Kwa utaratibu wetu sisi, mteja anapohitaji nyumba kwetu, anajaza fomu ya maombi nyumba ambayo inapatikana ofisini kwetu. Anakuja anajaza, anatuambia anataka nyumba aina gani, iwe sehemu gani, uwezo wake wa kodi ukoje. Kwa anatuelezea vyote. Fomu yetu kidogo ina maelezo marefu. Kwa anatuelezea vyote hivi kwenye ile fomu, inamuongoza vizuri kabisa. Anaweka details, anaweka na viambatanisho kama size slip, vitambulisho vyake anatuwekea. Kwa ile fomu tukishaipokea sasa tunaiweka. In case sasa nyumba ikapatikana ambayo imekidhi vigezo alivyovionyesha kwenye fomu, tunampangisha. Kiwa bado hatujapata, naendelea kusubiri mpaka atakapopatikana. Cha kwanza sisi ni umri, lazima awe mtu mzima. Cha pili awe na kipato. Maana nyumba zetu ni kodi kwa kweli. Lazima ulipe kodi, sio utuanze kutupa story. Kwa lazima awe na kipato kinachomuingizia, kama ni mtumishi au ni mfanyabiashara awe na kipato. Lakini kingine cha msingi awe na akili timamu. Hivyo tu. Tuchagui sijui ni mfanyakazi, sijui ni nini, hapana. Sisi mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kulipa kodi na akili yake iko timamu. Fomu zinapatikana ofisini kwa saizi. Baadaye huko ndo tutasogea kwenye mtandao na nini, lakini kwa saizi fomu zetu tunachukua ofisini, unajaza afu unarejesha ofisini. Kodi za nyumba, cha kwanza mchakato wake ni kwanza tunaangalia sokoni kuna semaji. Kwa muda huo kodi za nyumba za majirani zetu ambao tuko nao jirani, ambao nyumba zao zinafanana na za kwetu zikoje. Tukishazipata zile tunakuja compare na za kwetu, naangalia. Baada ya hapo ukiona mnaweza mkaenda sawa, basi tunatengeneza proposal, tunaipeleka kwenye management ya shirika, wenyewe ndio watakaopitisha kwamba endelee na viwango hivi. Lakini mara nyingi kwa soko tunashuka kidogo. Tunapopanga kodi according to ukubwa, tunaangalia ukubwa wa nyumba. Kwa hiyo tuna rate kwanza na nilikuwa square meter ni shilingi ngapi. Kwa hiyo nyumba inapokuwa ndogo inamaanisha na kodi yake pia inakuwa ndogo. Kwa hiyo mtu akipata tofauti anaweza akapata nyumba. Inategemea na aina bajeti yake. Kwa hiyo inapokuwa ndogo inamaanisha mtu mwenye hela ndogo anapata ile nyumba. Inapokuwa kubwa na uwe na hela yako nyingi, basi unapata. Kwa wapangaji wengi, nyumba sio tu mahali pa kuishi, ni mahali pa kujenga familia, kuota ndoto na kupanga maisha ya kesho. NHC Mpwapwa Flats wapangaji wanasema mazingira ni tulivu na yanafaa kwa maisha ya familia, huku akitoa ushauri kwa NHC. National Housing huduma zao ni nzuri, na ukija kupanga majengo ya National Housing hautajuta kupanga, kwa sababu hawana tatizo na mtu yoyote. Ni wewe tu lipa kodi yao kwa wakati ambao unahitajika. Ukilipa kodi yao wala wana tatizo, japokuwa kuna kanuni wameziweka, ukizikiuka mfano za masuala ya usafi, mambo ya afya, ukikiuka kwa kweli hawana masiara kwenye hilo. Watakutoa wakati yote tu. Yaani utalimwa barua ya onyo ya kwanza, ya pili, ya tatu, ukishindikana wanakuondoa. Lakini vile vile ushauri wangu kwa National Housing,
natamani sana wangejenga majengo mengi zaidi ambayo yatakuwa na kodi ambazo ni affordable kama hii hapa. Hata kama itazidi basi kwa majengo ya kisasa, basi walau hata isizidi shilingi 200,000 ambapo mtu anaweza akawa analipa kodi ya mwezi akalipa. Na vile vile wajenge nyumba ambazo za gharama nafuu za kuwauzia Watanzania, kwa sababu ndo kazi yao kubwa National Housing, kujenga na kuuza. Unaweza ukakaa na nyumba muda fulani kama hii ina almost basi zaidi ya miaka 40, ilipaswa sasa hivi wakazi washauziwa ili wajenge nyumba zingine za kisasa zaidi ambayo inakuwa ni nzuri zaidi kwa kila Mtanzania, anafaidika na serikali yake na shirika lake linamsaidia. Mimi maoni yangu ni hayo kwa National Housing na Watanzania wote kwa ujumla, na hasa kwa waziri wa ardhi, anaweza akalichukulia kwa undani zaidi, kaenda akapeleka proposal bungeni kwamba kama inaweza hizi nyumba watu wakauziwa na zikajengwa zingine za kisasa za kodi nzuri ambazo watu wakakaa, na zingine zikaua na jenga za gharama nafuu za kuziuza kwa wananchi. Mtu anaweza aka-afford kulipa, anaenda kupewa mkopo benki, National Housing anampeleka kule, anadhamini achukua mkopo benki, anakuwa ni kutokana na kodi anavyolipa kila mwezi inakata deni lake mpaka kija kuisha, anakuwa anamiliki nyumba. Nadhani ndio kitu kizuri ambako nchi za wenzetu waendelea wanafanya vitu kama hivyo. Basi naomba na sisi National Housing kupitia waziri wa ardhi wanaweza wakalifanya jambo kama hilo. Lakini kama ilivyo kwa majengo mengine, nyumba hizi pia zinahitaji matengenezo ya mara kwa mara ili ziendelee kuwa katika hali bora, kwani matengenezo ni sehemu muhimu ya kuhakikisha nyumba zinadumu kwa muda mrefu. Ndani ya NHC kuna timu maalum inayoshughulikia matengenezo ya nyumba hizi. Hatua hii inasaidia kuhakikisha nyumba hizi zinaendelea kuwa katika hali nzuri kwa miaka mingi. Kwa majina naitwa Franki Mambo, mbunifu majengo, idara ya matengenezo, mkoa wa Dodoma. Mkoa wa Dodoma una ofisi mojawapo ya shirika la nyumba